Leo ni Hashi Wednesday, yani Jumatano ya Majivu. Kama ilivyo kwa kila mwaka kwa Wakristo, huwa wanakumbuka yale mateso ya Bwana Yesu Kristo ambayo ameyapitia pale msalabani. Lakini nimeamua nikusogezee historia fupi tu ya siku ya Jumatano ya Majivu. Kama ilivyo kwa siku kuu nyingine zenye chimbuko katika dini la Kiyahudi, Jumatano ya Majivu ni sikukuu inayohama tarehe, lakini siku inabaki kuwa Jumatano ya Majivu. Siku hii ndiyo inatuingiza kwenye majira ya Kwaresma, neno la Kireno linalomaanisha majira ya mateso, Lenti kwa Kiingereza. Historia ya kanisa inaonyesha kwamba sikukuu hii ililasimishwa mwaka 1091 na Papa Urban wa pili katika mkutano wa Benevento kuwa itumiwe na makanisa yote, maana kabla ya hapo ilikuwa kwa makanisa ya magharibi tu. Chimbuko lake ni nini? Katika Agano la Kale kuna matukio yanaonekana watu walijipaka majivu. Angalia habari ya Yakobo alipopewa taarifa kuhusu kupotea kwa Yusufu. Angalia habari ya Ayubu baada ya kukutana na majanga kwenye maisha yake. Na angalia pia habari za kubakwa kwa Tamari, na habari akina Esther na Mordekai, na pia habari za Daniel. Ni mistari ya Biblia, ukisoma utakutana na hizo habari za hao watu. Matumizi ya majivu katika matukio ya huzuni yalikuwa ni ya kawaida na yalikuwa na maana kubwa. Je, unajua maana yake? Mtu wa kizazi cha tatu anaitwa Enosh, maana jina lake ni wakufa au majivu. Majivu ni matokeo ya kuteketea kwa kitu kilichokuwa na umbo fulani. Kwa hiyo majivu yatumikapo katika matukio hayo humaanisha linga upendavyo, tembea na kudunda upendavyo. Lakini asili ya huo mwili unaolinga nao ni vumbi, kama unavyoona baada ya mti kuchomwa moto. Kama jambo lenyewe ni vumbi, kama ambavyo Mungu alimwambia Adamu kuwa utarudi kuwa mavumbi ambako ulitwaliwa. Ukisoma Mwanzo 3:19 unakutana na hiyo habari. Kwa nini iwe majivu na sio mavumbi? Ukichukua mavumbi hayawezi kukupatia maana inayotakiwa, maana tumezoea kuona mavumbi chini. Kamwe vumbi huioni ikitembea. Kwa Mungu kuruhusu jambo la majivu kutumika katika matukio haya, anatukumbusha kuwa tusijisahaulishe kwa kuwa tuna miili ya nyama na damu. Hali hii ni ya kitambo tu. Muda ufikapo tutarudia hali yetu halisi ambayo ni vumbi. Kwa ajili ya maelezo hayo, majivu yanafaa zaidi, maana ni matokeo ya mti uliokuwa mgumu kabisa. Kwa hiyo siku kuu ya majivu itatukumbusha hali yetu halisi, kuwa tusijisahau sisi ni wakufa na wakurudi mavumbini. Maana yake tunyenyekee, tuishi tukijua kuwa hali hizi tunazotamba nazo ni za kitambo tu. Kuna uhusiano gani na hali jambo la majivu na Kwaresma, yani majira ya mateso? Kwa sababu ya dhambi zetu sisi tulikuwa watu wa kufa. Kuna mtu alituonea huruma, baada ya sisi kufa ameamua kufa badala yetu. Sikukuu hii inatukumbusha mtu anayesema, hata kama wewe ulikuwa mtu wa kufa na kuja kuwa majivu, mimi ninapokea kifo chako. Hata hivyo, jikumbushe tu kuwa kama si mimi, wewe ungekufa. Maana yake kwenye majira haya kanisa linajikita kuitafakari sadaka ya Mungu katika Kristo na kuhakikisha linafundisha watu waelewe vizuri kwa nini ilikuwa lazima Yesu afe. Mkazo mkubwa ni sadaka ya Mungu yupo
aliyekufa ili sisi tupone. Kwa baadhi ya makanisa katika siku hii, watu hujipaka majivu tena kwenye paji la uso, ikiwa na maana ya kuonesha mauti iliyokuwa mbele yao imechukuliwa na Kristo. Wao waishi maisha yanayotambua kazi hiyo. Katika kutekeleza hilo, baadhi ya watu hufunga kwenye majira haya yanayokwenda siku 40. Hawali chakula kitamu, hawajamiani, wengine hawali nyama, hawanywi pombe, hawachezi disco, na hata makanisa hutasikia kwaya zikiserebuka. Hakuna vinanda wala magitaa. Kwenye liturujia za Walutheri, haleluya na utukufu zinapumzika kwa muda. Mwana wa Mungu yupo kuendea msalaba. Sote tunangojea kwa hamu akifanya kile alichokijia. Je, katika kungojea huko tunakuwa kama Petro aliyemkana rafiki yake mchana peupe? Tunakuwa kama wale wanafunzi 9 waliokimbia kujiokoa nafsi zao? Tunakuwa kama Yuda Iskarioti aliyeona, siwezi kuambatana na mtu ambaye nilifikiri anakuwa mkuu, kumbe anaishi kusiko. Amenipotezea muda, ngoja nimpige bei. Au tunakuwa na matumaini kama Yohana, mwanafunzi mpendwa wa Yesu? Uchaguzi ni wangu na wako. Kipindi hiki baadhi ya watu ndio huzidisha upendo, kufanya matendo mengi ya dikonia. Baadhi ya wezi huwa hawaibi kipindi hiki. Ambaye huwa hana likizo kwenye kutenda dhambi ni shetani peke yake. Sasa tukiona kwenye kipindi hiki tunayatenda yale ya ibilisi, hapo jiulize, huyu ni ndugu yetu au la? Tuko na ushirika naye? Mungu atusaidie tuambatane naye aliyetupenda kuliko kawaida, kiasi cha kuvichukua vifo vyetu na kuvifanya kama vyake. Najua kuna mengi tunaweza kusaidiana, lakini ukiona mtu anakukopea hata maumivu yako, madeni yako, huyo mheshimu kuliko kitu chochote. Mungu akubariki. Amen. Hiyo ndio historia fupi ya siku ya majivu. Lakini nikukumbushe pia, katika wakati huu wa Kwaresma, lakini pia ndugu zetu Waislamu nao wako katika mfungo wa Ramadhani. Kwa hiyo wewe ukiwa haufungi, sio Muislamu, sio Mkristo, je, utakuwa ni mpagani au la? Usisahau subscribe channel yetu, kulike na comment pia.